Huwa ni mpenzi mwana michezo, hasa mpenzi wa klabu kubwa hapa Tanzania, na si wengine tunawazungumzia Young Africa. Leo nipo na taarifa tatu za usajili kuhusiana na klabu ya kupendwa Young Africa, na taarifa ya kwanza ni kuhusiana na mchezaji kutoka katika klabu ya Lema Stars FC ya kule na Nigeria anayekuja kuchukua nafasi kwake Stefan Aziz Ki. Lakini pia tupo na taarifa zingine ambazo zinahusiana na klabu ya kupendwa ya Young African. Sakata la dabi linaelekea wapi? Watu wengi wamekuwa wakilalamika. Sasa twende tukazungumzie masuala ya usajili, then tutazungumzia masuala ya dabi. Hupi mstakabali ambao umeamriwa na bodi ya ligi. Lakini kama ndo mara ya kwanza unajiunga na channel hii, usisahau kusubscribe na twende moja kwa moja kwa mchezaji ambaye anakuja kujiunga na klabu ya Young African. Huyu ni wanamuita Mohamed Adebayo au Adebayo Mohamed, mwenye umri wa miaka 25, anacheza katika klabu nimekwisha itaja, inaitwa Lema Stars FC ya pale na Nigeria. Wamefanya vizuri sana msimu huu, na Lema Stars wamekuwa na kijana huyu toka akiwa na miaka 20 kamili. Sasa hizi ni miaka 25, na kwa misimu 5 mfululizo amekuwa katika klabu hiyo, na ameanza kufanya vema sana msimu juzi, na msimu uliopita kidogo alikuwa vizuri, lakini msimu huu amekiwasha kweli kweli na kuwafanya mabosi wa klabu ya Young African kupaa na kukoya pipa kuona uwezekano wa kumchukua mchezaji huyu. Na tunavyoongea hadi sasa klabu ya Young African wamekwisha kubaliana mambo yote kuhusiana na mchezaji huyu. Hapa tunaongelea kwenye mishahara na kwenye vitu vingine ambavyo vinahusiana na mchezaji binafsi, lakini upande wa club ndo bado kuna mazungumzo ya ile hela wanayoitaka. Young African wanataka kuilipa kwa moja kwa moja, lakini wale wanataka kuwepo na vipengele vya mchezaji akiuzwa basi na wao wanufaike. Tunajua biashara ya namna hii kufanya kazi ni 100%. Tunasubiri tu makubaliano yao na waweze kuja kusaini pande zote mbili. Na hii ni taarifa njema sana kwa klabu ya Young African. Kiungo huyu mshambuliaji anayetumia mguu wa kulia anaweza kuchukua nafasi kwa Stefan Aziz Ki, lakini pia anaweza kucheza eneo la pembeni kama winga na kidogo kama namba 8. Yuko vizuri, umri unaruhusu na kiwango chake kweli ni kizuri mno. Ukienda kumtazama utaona kwamba klabu ya Young African hawajakosea kutaka kuchukua saini ya mchezaji huyu. Lakini kwenye suala la dabi ya Kariakoo ambayo imeendelea kuwa paswa kichwa, Ahmed Ally na Ally Kamwe wameendelea kupasuana mitandaoni, lakini wengi wananchi wanachokidai hapa ni kwamba wameanza kuona kama huu ni mchezo ambao kama umekwisha tengenezwa. Na yapi maoni yako kuhusiana na masuala haya? Usahau kusubscribe na niambie wewe ni shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani. Asante, tukutana wakati mwingine.